somo letu na inatudhirishia kabisa kwamba Biblia ni chakula. Tumesoma Yohana, ule waraka wa kwanza wa Yohana, ambaye inatuambia kwamba yeye alikuja ili wawe na uzima, walio na mwana wana uzima, na kama huna mwana ndani yako manake huna huo uzima. Nikasema tusome waraka wa pili, waraka wa kwanza wa Petro, fungua mlango wa pili aya ya pili. Sasa unaweza kuanza kusoma pale nyuma aliko, lakini twende hiyo hapa. Anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Anasema ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Anasema nini? Mwendee yeye, jiwe lililo hai. Lakini unapoweza kuonja, manake unaweza ukaonja kitu ambacho ni chakula. Unaweza ukaonja, sidhani kama unaweza ukaonja kitu ambacho si chakula. Lakini hapa anatuambia kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Na hapa nimefundisha kwamba Ukristo sio dhehebu, Ukristo sio taasisi, Ukristo sio dini. Tutakuja kujifunza siku taasisi ni nini, dini ni nini, dhehebu ni nini. Nimeshafundisha kanisa ni nini, nimefundisha jengo ni nini, nimefundisha habari ya imani na wokovu. Kwa hiyo nimebakiza baadhi ya mambo ambayo tutakapofika mahali fulani tutakuwa tumeelewana. Hapa ili uwe Mkristo ni lazima uzaliwe mara ya pili. Unaweza ukaniuliza kwamba inakuwaje? Kumbuka habari ya Nikodemu na Yesu. Habari ya Nikodemu na Yesu. Fungua ule waraka, fungua Injili ya Yohana 6:30 ngapi? 32. Kuna kitu ambacho nataka tujifunze pale. Anasema Yesu akamwambia, amini amini nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho nini mbinguni. Anasema kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka wapi? Mbinguni, na kuupa ulimwengu nini? Uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aaminie hataona kiu tena. Nilikuwa natafuta kisa cha Nikodemu na Yesu. Soma ile Yohana mlango wa 3. Nikakimbilia sasa kwenye Yohana hii 6 kudhihirisha kwamba Biblia ni chakula. Yaani kwa Mkristo yoyote yako mazingira manne ambayo tunaamini kwamba huyu sasa amefanyika kuwa Mkristo kweli kweli. Jambo la kwanza kwa Mkristo yoyote lazima ale, hula, lakini anakula nini? Neno la Mungu. Huyu Mkristo lazima ale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkristo pia lazima akue. Tutakuja kusoma hapo mbele kwamba ili mpate kukulia nini? Wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine lazima azalishe. Hapa lazima awe na watoto wa kiroho, lakini lazima azalishe tunda. Soma ile Galatia 5 na kuendelea, anza 1 na kuendelea. Lakini huyu lazima aishinde dhambi. Huyu tunamuita nani? Huyu anakuwa Mkristo. Sasa anakula nini? Ndio niko hapa. Lazima ale neno la Mungu. Najua bado, lakini sasa nimekuwekea kwamba Biblia inatamka vyakula vinne kwa mimi nilivyosoma. Inanitamkia vyakula vinne. Chakula cha kwanza ni maziwa. Na tumesoma hapa kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, tunasema yatamanini maziwa yasiyofanyeje? Maziwa ya akili. Kwanza kuna maziwa, yani kuna mambo ya kutafakari sana. Anasema maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kwa namna nyingine ningesema maziwa ya akili yasiyoharibika. Ili neno goshiwa tunaweza tukalitafsiri kama kuharibika. Manake maziwa yale hayaharibiki. Na ile habari ya Nikodemu, soma Yohana, Injili hiyo ya Yohana 3 mpaka 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeshasoma sasa. Hiyo ni nini? Ni waraka wa kwanza wa Petro 2:20 na ngapi? 2 na aya ile ya pili. Yaani mlango wa pili na aya ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitasogea mbele kidogo. Nitasogea mbele kidogo ili tuweze kujidhihirisha kwamba tunachokisoma ni sahihi na Biblia ni lazima kiwe ni chakula cha Mkristo. Tumesoma hiyo Yohana 6:32 mpaka 35.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza ukasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:3, inasema hivi: akakutweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila neno katika kinywa cha Bwana. Sio kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno litokalo nini? Na tunakumbuka kabisa kwamba hapa hata Yesu alitumia andiko hili kumshinda nani? Kumshinda Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tufungue Waebrania. Waebrania 5:12. Waebrania 5:12, neno la Mungu linasemaje? Linasema hivi: kwa maana iwapasapo kuwa walimu, alafu anasema kwenye mabano, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Na kuna andiko lingine ambalo linasema hata sasa sikuwapa chakula kigumu. Lakini akatoa sababu kwa nini hakuwapa chakula kigumu. Tuendelee mbele. Anasemaje? Anasema kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Unaona hilo jambo hapo, kupambanua nini? Mema